Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu unayefahamika kwa jina la mlandege. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa, na mti huu desturi yake huwa unapenda kuota katika miti mikubwa juu yake, na ukiota katika ule mti unautawala mpaka ule mti mkubwa unafanya nini? Unakufa, unabaki wenyewe na unatengeneza mizizi. Na maana mti huu una uwezo wa kuua kama ambavyo unaweza kuua miti mingine inapokuwa inaota juu yake. Je, maajabu ya mti wa mlandege unayafahamu wewe na miujiza yake? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu anayesumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, anahitaji kutatua changamoto zake, hakikisha uwe hujashiriki tendo la ndoa kwa muda wa siku 7 ndio uje katika mti huu, na wakati unakuja uwe umekoga na umechukua udhu. Na ukifika katika mti huu utavua viatu, utapiga magoti, utatia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utasema: ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, kwa idhini yako mimi na shida kadha wa kadha. Kwa yule mtu ambaye ndoa yake inawaka moto, haina maelewano, ndoa ina mitihani ya magomvi, ndoa haina riziki, ndoa imekuwa ni sehemu ya vita, unahitaji kuiondosha ile vita. Aidha mke akutii, aidha mume akutii, na afanye kile unachokitaka wewe, umfanyie lukomolo limbwata la kumfunga. Chukua mizizi yako miwili ya mti huu wa mlandege, fika mpaka nyumbani, utatafuta sufuria, utatia maji, utanawia hapa, utachambia katika kikwapa cha mkono wa kulia na mkono wa kushoto, utachambia kule kwa bibi katika mapaja yako hapo katikati, utachambia pale kwa bibi katika duara lake. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile unavyotaka kumshikisha adabu mume wako au kumtia limbwata, kumweka chini kiganjani. Kile utakachokuwa unamwambia atasema ndio mama, fanya hiki ndio mama, rudi saa 12 ndio mama, naomba hapo usitoke ndio mama, sitaki ujihusishe na mahusiano mengine ndio mama. Yaani mwanaume atafanya kile unachokitaka wewe. Chukua ule mzizi wako wa mti wa mlandege, chemsha. Unapokuwa unachemsha, hakikisha uweke pande la nyama, uchemshe kwa pamoja upate ile supu. Ile supu aidha unaweza ukaipikia katika wali, aidha katika ugali, aidha ukatengenezea rosti la nyama. Akila yule mwanaume utakuwepo umemfunga, na kile ulichokinuia wewe, kama aache ukorofi, akutii, akusikilize, au mume mbairi akuhudumie, unataka akuhudumie, ndivyo atakavyokuwa. Na kwa mwanaume pia ni hivyo hivyo. Utamchukua babu, utafanya kama unafanya masturbation. Utachukua maji kwenye sufuria, unafanya masturbation, imwagikie pale katika yale maji. Chukua pande la nyama, chemsha yale maji yake, unaweza katia kidogo aidha katika juisi, aidha katika chakula, aidha katika chipsi, katika zawadi. Yule mke akila ukimnuia, basi ndivyo atakavyokuwa, utakuwa umemfanyia likomolo la limbwata. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa mlandege. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza ndagu ya biashara, na maanisha ndagu ya biashara, yani wateja wao wengi sana katika biashara yake, chukua mizizi ya mti huu wa mlandege, mizizi 5, unaenda kazindika katika biashara yako, katika pande kuu 4 za ile biashara yako, katika ule mzunguko. Mzizi mmoja weka katikati, hakikisha unamwagilia maji wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Wateja watakuwa ni wengi sana. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa mlandege. Ukihitaji kutengeneza mvuto katika mwili wako, uwe ni mtu mwenye kupendeka, mwenye kuheshimika, kila kona dunia utakayopita watu waseme ya fulani kapita au fulani kapita, mizizi yake hii ya mlandege pamoja na magome yake au kuyapandua wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, tumie kuchemsha, uwe unakoga wakati wa jua kuzama na kuchomoza vile vile. Tia nia kwa manuizo, nahitaji kuwa na mvuto wa kupendwa na matajiri wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, nionekane mimi ni fulani, ni fulani. Basi ndivyo utakavyokuwa, utakuwa ni mtu mwenye kukubalika na kuheshimika. Na hiyo mizizi yake pia na magome yake ukichanja katika paji lako la uso, utakuwa ni mtu mwenye mvuto wa kukubalika. Haya ni maajabu na miujiza ya mti wa mlandege. Kwa yule mtu anahitaji kutengeneza kafara ya ndagu ya utajiri, yani kila mwaka awe anatoa kafara ya mnyama,
Fika katika mti huu na mbuzi mweupe, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbuzi na mchinja kwa ajili ya kafara, kupitia kazi nayoifanya niwe tajiri. Utapitisha kisu kikali tu katika shingo yule mbuzi, afu utamwachia yule mbuzi atakapatika, kisha baadaye yule mbuzi atarudi mwenyewe katika ile shina. Baada ya hapo utachimba ile mizizi yako kwa manuizo maalum, utaondoka nayo pamoja na magome yake. Utagawa kidogo, mingine utachemsha utakoga, na mingine utajichanjia katika mwili wako, na mzizi mwingine utatafuta chumba special, utaenda kuiweka katika kile chumba ambacho mtu atakuwa haingii. Baada ya hapo yule mbuzi sasa unachotakiwa wewe ni kumwacha, na utakaporudi nyumbani tena utatafuta mbuzi mwingine mweupe, utamchinja yule mbuzi. Baada ya kumchinja utachukua vile vitu vya ndani, yani kama ni maini, bandama na ule utumbo mkubwa, utachemsha pamoja na mizizi yake na magome yake, utakunywa wewe kama wewe. Ile nyama nyingine waachie watu wale. Watakapokuwa mkula watu, ile mifupa ikusanye kwa pamoja ile mifupa, na baada ya hapo pia utachukua na ule mzizi wako utachanganya pamoja na ule mifupa, utakuwa unafukiza udi katika chumba maalum utahifadhi. Basi hakika katika maisha yako, maisha ya dhiki, utaondokana nayo, utakuwa ni mtu tajiri kupitia kile unachokifanya. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa mla ndege. Mti huu una mambo mengi sana. Magome yake pamoja na mizizi yake pia ukichanganya katika mafuta ukatumia kupakaa kwa manuizo maalum, utakuwa ni mtu mwenye mvuto, ni mtu mwenye kusikilizwa, ni mtu mwenye kukubalika. Kwa leo naomba uridhike na elimu hii fupi ambayo nimekupatia Daktari Musa, ila kwa wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia uzima na afya njema nitakuja kuelezea kwa undani zaidi. Unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea na tiba zake, kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.